Bwana, tunaendelea kukuletea mtiririko wa matukio mbalimbali kutoka ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Tafadhali subscribe YouTube channel yetu ili upate nafasi ya kuona taarifa zetu pindi tu tuziwekapo mtandaoni. Leo Septemba 30 mwaka 2025, katika kile kinachotajwa kuwa ni mojawapo ya mapendekezo makubwa ya kusitisha mapigano Gaza, Hamas sasa inakabiliwa na shinikizo kubwa la kujibu rasmi mpango wa amani uliowasilishwa na Marekani, ukifadhiliwa na aliyekuwa rais wa Marekani Donald Trump. Mpango huo unajumuisha vipengele 20 ambavyo unalenga kukomesha vita vilivyodumu kwa takribani miaka miwili katika ukanda wa Gaza. Tayari umeungwa mkono na Israeli pamoja na baadhi ya mataifa ya Kiarabu na Kiislamu. Lakini je, Hamas iko tayari kukubali mpango huo? Mpango huo uliwasilishwa rasmi kwa viongozi wa Hamas kupitia kwa wapatanishi wake kutoka Qatar na Misri, mara baada tu ya Donald Trump na Benjamin Netanyahu kutangaza uungwaji mkono wa hadharani wakiwa ikulu ya White House. Katika kikao hicho kilichofanyika White House, miongoni mwa masharti hayo yaliyowekwa ni Hamas kusitisha mapigano mara moja, kuachilia mateka wote walioko mikononi mwao, Israeli kuondoka Gaza, Hamas kukubali kupokonywa silaha na kuundwa kwa serikali ya mpito itakayoongozwa na taasisi ya kimataifa. Lakini masharti haya yamezua maswali mengi. Chanzo cha kuaminika kutoka ndani ya Hamas kimeiambia Reuters kuwa masharti haya ni magumu na hayawezi kutekelezeka. Ofisa mmoja wa Palestina ameeleza kuwa mpango huu unapitisha kila kitu ambacho Israeli inataka bila kuzingatia haki halali za Wapalestina. Na mpaka sasa Hamas bado hajatoa jibu rasmi. Mataifa kadhaa ya Kiarabu yameunga mkono mpango huo. Wakiwemo mawaziri wa mambo ya nje kutoka Qatar, Jordan, UAE, Saudi Arabia na Misri. Wamesifu jitihada za Trump, wakisema kuwa ni hatua ya matumaini kuelekea suluhu ya kudumu. Lakini wachambuzi wanaonya kukataa kwa mpango huo kunaweza kuiweka Hamas katika mgogoro wa kidiplomasia na washirika wake wa jadi. Wakati huo huo, raia wa Palestina wamegawanyika, baadhi wakitaka amani lakini sio kwa gharama ya kusaliti mapambano yao ya muda mrefu. Amesema kuwa tunataka vita ishe, lakini sio kwa kuachwa mikononi mwa wavamizi waliotuua. Hatuwezi kumwamini Trump wala Netanyahu. Huku Hamas ikisubiri kutoa jibu rasmi, mapigano hajasita. Jeshi la Israeli limeendeleza mashambulizi katikati ya Gaza, likielekea kwenye kile Netanyahu alichokitaja kuwa ni ngome ya mwisho ya Hamas. Katika mashambulizi ya hivi karibuni, watu 2 waliuawa kwenye gari lililolipuliwa. Wengine 9 wakiwemo mama na watoto wake 5 waliouawa katika mashambulizi huko Deir al-Balahi na Khan Younis. Hii ni Mwananchi Digital. Endelea kutufuatilia kupitia platform zetu mbalimbali ili uweze kufahamu mengi yanayojiri ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Tafadhali baki nasi.